Kwa jina naitwa Sudi Saidi Yatabu, alimaarufu kama Mwalimu Yatabu. Ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia ya maisha na mahusiano. Leo ningependa tuzungumze kwenye swala zima la upendo. Watu wengi wamekuwa wakizungumza tu fulani ananipenda na mpenda fulani, lakini wengi wamekuwa hawatambui nini maana halisi ya neno upendo. Unajua kuna kitu kimoja ambacho leo ningependa tukijue. Upendo, kuna tofauti kubwa kati ya upendo na mapenzi. Upendo ni kukupokea kitu kama kilivyo, pasina kutaka kile kitu kibadilike kwa manufaa yako. Yaani upendo hauwezi kugawa kwamba nakipenda kitu kwa sababu ni cheupe, nakipenda kwa sababu kinanisaidia. Hapana. Upendo ni kukupokea kitu kama kilivyo, pasina kutaka kile kitu kibadilike ili kiweze kukufaa wewe. Huo ndio unaitwa upendo. Lakini wengi wana kitu kinaitwa mapenzi. Mapenzi ni maamuzi. Yaani ukiamua kulala ni mapenzi, ukiamua kuongea ni mapenzi, ukiamua kuchagua ni mapenzi. Kwa hiyo chunguza, jiulize, kati ya upendo na mapenzi wewe unafanya kitu gani? Ndio maana nikasema kuna tofauti kubwa kati ya upendo na mapenzi. Sasa kuna vigezo vya kuingia kwenye upendo. Watu wengi huwa wanadhani kwamba kuingia kwenye upendo wanatumia sura, kuingia kwenye upendo wanatumia tabia, kuingia kwenye upendo wanatumia sababu ambazo wao wanadhani kwamba ni sababu rafiki kuingia kwenye upendo. Lakini upendo unahitaji dhamira ya kweli ya ndani ya mtu. Upendo unahitaji dhamira ya kweli ya ndani, kwamba ni kitu gani ambacho wewe umedhamiria kuwa nacho na kwa nini umekichagua. Unajua kuna kukichagua kitu kama jinsi kilivyo kwa sababu umependa kuwa nacho, lakini kuna kuchagua vitu kutoka kwenye hicho kitu. Ukiona una kitu kwa sababu pengine kinakuhudumia, au una mtu kwa sababu pengine anakupigia simu mara kwa mara, au una mtu kwa sababu pengine anakufanya unapata msisimko, huo sio upendo, hayo ni mapenzi. Na kwa vyovyote vile unapoingia kwenye mahusiano, penda kwa akili na sio kwa hisia. Wengi wamekuwa kichanganya, wanasema kama mapenzi hisia. Wenda mapenzi kawa hisia kwa sababu mapenzi ni uchaguzi, lakini upendo sio hisia. Upendo lazima utumie akili, kwamba ni kwa nini unakichagua kitu, kwa sababu matokeo ya uchaguzi wako huenda yakakudhuru baadaye. Kwa hiyo ili ujue mtu anakupenda au ili ujue unampenda mtu, tizama akili yako. Ukikuta una sababu za kumpenda, kwamba pengine ni mrefu, pengine ni mfupi, pengine ni mweupe, au pengine ni mnene, au kwa sababu ana shape, au kwa sababu ana fedha, basi jua wewe ni mtumwa wa mahusiano na hauna upendo na hicho kitu. Chakula kinapokuwa kwenye sahani watu wanakipenda sana, lakini pindi mtu anapomaliza kula, basi sahani ile huitwa kama chafu. Sasa upendo ukizingatia vitu, siku ile mtu akikosa vile vitu, utaanza kumuona yule mtu kama adui yako. Kwa kuna tofauti kubwa kati ya upendo na mapenzi. Penda kwa akili na sio kwa hisia. Kuna aina mbalimbali za mahusiano. Kuna aina kama 4 za mahusiano. Tunapozungumzia mahusiano, tunazungumzia mahusiano katika nyanja mbalimbali. Kuna mahusiano kati ya ndugu kwa ndugu, kuna mahusiano kati ya mtu na rafiki yake, kuna mahusiano kati ya mtu na mwenza wake. Sasa watu wengi huwa wanaingia kwenye mahusiano ya aina tofauti tofauti, ikiwemo mahusiano ya mtu na vitu, mahusiano ya mtu na mtu, mahusiano ya mtu na kile alichokidhamiria kuwa nacho kwa mtu. Sijui kama unanielewa. Ninapozungumzia kwamba mahusiano ya mtu na mtu, aidha mweza kuwa kuna vitu mnalandana, mnasaidizana kwenye maisha, kuna vitu mnaendana. Mnaweza kuwa mnahusiana aidha kwa sababu mmechangia damu, mnaweza kuwa mnahusiana aidha kwa sababu mnafanya kazi sehemu moja, lakini pia mnaweza kuwa mnahusiana kwa sababu mmechaguana. Sasa lazima ujue kwamba mimi niko na huyu mtu kwa sababu tumechaguana, au niko na huyu mtu kwa sababu yeye ndio kanichagua, au kwa sababu tunashare vitu fulani kwenye biashara, au tunashare vitu fulani kwenye maisha. Kwa sababu mtizamo wako au mapokeo yako juu ya yule mtu ndicho kinachoamua kwamba wewe una aina gani ya mahusiano. Kuna urafiki pia ni mahusiano, kuna ujamaa pia ni mahusiano, lakini mahusiano ambayo tunakwenda kuyazungumzia au mahusiano ambayo yanakwenda kudumu kwenye maisha ni yale yanayotegemeana na uchaguzi wako na akili zako. Yoyote ambao una mahusiano naye, kuna vitu mmelandana, kuna vitu mnahusiana, kuna vitu mnaendana. Hata kama ana tabia 100 ambazo hamfanani, basi kuna tabia 3 ambazo zimekufanya umchague. Kuna tabia 2 ambazo zimekufanya leo uko pamoja naye. Kwa kuna aina mbalimbali za mahusiano kulingana na wakati, kulingana na eneo. Kutoka kwenye urafiki mpaka kwenye mapenzi, kutoka kwenye mapenzi mpaka kwenye ndoa. Na wengine wanaanza kwenye ndoa na rudi kwenye urafiki na ndio wanakuja kwenye mahusiano. Vyote vile ambavyo mtu atakapokuwa ameamua yeye kufanya.
Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea watu wengi kuchepuka au kuwa na usaliti kwenye mahusiano. Miongoni mwa sababu hizi nyingi ni sababu za kiuchumi, nyingine ni sababu za kimtizamo, lakini nyingine ni tabia. Jambo la kwanza ambalo linafanya wanandoa kuchepuka, mke au mume kuchepuka, moja ni changamoto ya kiuchumi. Kwa wanawake, mara nyingi mahusiano kwao ni kama uwekezaji, ni biashara. Kwa hiyo anapotokea kaona ndani hapati kila anachokitaka kwenye masuala mazima ya kiuchumi, na nje kuna mtu pengine amemwaahidi kukipata, anakuwa anavutiwa kwenda kule akiwa na dhamira ya kwenda kupata kipato fulani ambacho ameona yule mtu anacho. Hiyo inaweza kupelekea usaliti ndani ya mahusiano. Lakini kwa upande wa wanaume kuna kitu tunakiita tabia. Tabia tunasema kwamba baadhi ya wanaume wengi wanakuwa na tamaa. Wanaweza kaenda kwa mwanamke kulala naye tu aidha kwa sababu tu ana umbile kubwa, au kwa sababu tu ana sura nzuri, au kwa sababu tu huyu mtu ni maarufu, au kwa sababu huyu mtu anavutiwa. Kwa hiyo hivi vinaweza kumpelekea mtu akaenda kuchepuka au mtu akachiti. Sababu nyingine ni kuwa na mtu ambaye sio chaguo lako. Nikiwa nina maana, kuna mtu unaingia kwenye mahusiano ni kwa sababu pengine alikuchukua kwenye wakati mgumu. Mfano kwa wanawake naweza kukuta ameolewa na mwanaume si yule anayempenda bali ni yule aliyekuja. Kwa sababu pengine vigezo ambavyo mwanamke huyo alikuwa anavitaka, aina mwanaume alikuwa anamtaka, si mwanaume aliyekuja, ila amemchukua mwanaume aliyepatikana. Sasa kwenye harakati zake za maisha akaja akakutana na mwanaume anayempenda, ndipo pale ambapo anaweza kuchepuka naye. Kwa sababu wa kwanza alikuwa naye hajakuwa naye kwa sababu anampenda, ila amekuwa naye kwa sababu ndiye aliyekuja. Kwamba nilipotaka kuolewa amekuja John, licha ya tabia John sizielewi, lakini ndiye aliyekuja kwa wakati huu. Lakini kwa sasa nimekuja huko nimekutana na Hamisi ambao ndio ninayejikuta nampenda kulingana kwamba ana sifa zile ambazo mimi nilitamani kuzipata kwa mwanaume. Kwa hiyo inaweza kumpelekea mtu akachepuka. Kitu cha tatu ni upweke wa kihisia. Upweke wa kihisia unasababishwa ndani ya familia. Mara nyingi familia zina migogoro ya mara kwa mara. Sasa kunapotokea migogoro ya mara kwa mara, watu huingia chuki, hupoteza ladha ya mwenza ndani. Kwa hiyo wengine wanaenda kuchepuka kama lengo la kutaka kumkomoa mwenza wake ndani, ama lengo la kutaka kujitimiza kihisia. Kwamba sawa nina mwenza ndani lakini hawapati nafasi ya kuongea kwa sababu ya changamoto za maisha, wanakwazana mara kwa mara. Kwa yale makwazo yanampelekea huyu mtu mwingine atumie tendo kama kilevi. Kwamba basi niende kutuliza akili yangu. Kutuliza akili itabidi amtafute mtu mwingine, kama ni mwanamke au kama ni mwanaume atafute mtu mwingine na sio huyu ambaye tayari ndiye aliyemsababishia zile hasira au ndiye aliyekuwa chanzo cha yeye kuvurugwa. Hii inaweza kumpelekea mtu akachepuka au mtu akawa na mahusiano zaidi ya mmoja. Jambo lingine ni wasiwasi wa kumpoteza mtu. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano, wakati huo wanakuwa na wasiwasi wa kumpoteza mtu aliye naye. Kwamba vipi kama leo John akiniacha, nitaelekea wapi? Kwa hiyo anakuwa anapita kwamba John kitokea ameniacha nitabaki na Peter. Akiwa anapita tena anakuwa na wasiwasi kwamba vipi na kama Peter naye akiniacha, anakuwa na Jose au anakuwa na John. Kwa hiyo anakuwa na rundo la wanaume kwa sababu ya kuogopa kumpoteza wa kwanza, kwamba atabaki na wa pili. Anajikuta amechukua wa pili, wa tatu, wa nne, mwisho wa siku anakuwa na rundo la wanaume au rundo la wanawake sababu ya kuweka tahadhari kwamba endapo huyu akiniacha basi nibaki na huyu. Endapo yule akiniacha basi nibaki na yule. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kupelekea wanandoa au watu kwenye mahusiano wakachepuka. Sasa na wewe inabidi uangalie. Kuna baadhi ya watu ni tabia zao. Kumbuka kwamba tunakutana tukiwa watu wazima, kila mmoja na maisha yake, kila mmoja ana tabia zake. Sasa kuna tabia ambazo huyu mtu alikuwa ameshazizoea kwamba yeye hajawahi kuridhika na mwanaume mmoja, au hajawahi kuridhika kuwa na mwanamke mmoja. Na unapotokea yuko na wewe au uko naye, hii haina maana kwamba anaacha tabia zake. Tabia zake zitaendelea kubaki kwa za kwake. Ni sawa umenunua pilipili umekuja kuichemsha, haiwezi kubadilisha ladha yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unajua kwamba ni tabia za watu. Na ukishajua ni tabia zao, basi lazima ujifunze namna ya kuishi nayo kulingana na tabia zao. Kwamba wewe je, unaweza kuendelea naye ikiwa na tabia hizo ama huwezi kuendelea naye. Angalizo, ukimfumania mwenza wako, usifanye tukio lolote la ajabu. Kwa sababu upige, uwe, ufanyeje, huwezi kubadilisha tabia ya mtu. Isipokuwa wewe ndio ujipime. Ninaweza kuendelea na mtu akiwa na tabia kama hii? Ukiona huwezi kuendelea basi bora umwache akiwa salama na wewe ubaki kwa salama. Kwa sababu matokeo ya fumanizi lako au matokeo yatakayoyafanya baada ya kufumania
huenda akagharimu maisha yako yote. Kuna watu wako gerezani sio kwa sababu hawana akili, ni kwa sababu walichukua maamuzi haraka bila kufikiri. Kuna watu leo wamepoteza kazi zao, kuna watu wamepoteza viungo vyao, kuna watu ni vilema wa kudumu. Kwa hiyo jua kabisa aina ya watu unaenda kukutana nao wana tabia zao kabla yako. Usiwe na matarajio makubwa ya kupata vitu vikubwa kutoka kwao. Isipokuwa ukiona mwendani kitabia, hebu waache waende.